Na mtazamaji, karibu tuzidi kukufahamisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kisumu, Ruth Odinga, amejitokeza kumtetea katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna, huku akikabiliwa na ukosoaji kuhusu kauli zake dhidi ya ufadhili wa mikutano ya utata ya Linda Ground ya chama cha ODM. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo, Ruth sasa anauliza ni nani anayefadhili mikutano hiyo yenye hadhi ya juu, akitoa onyo kuwa majaribio ya kunyamazisha upinzani huenda yakagawanya chama zaidi. Mbunge wa Kisumu Ruth Odinga sasa ametoa tahadhari kuhusu kile anachokiita ukosefu wa uvumilivu ndani ya chama cha ODM kufuatia mashambulizi dhidi ya katibu mkuu Edwin Sifuna baada ya mahojiano yake kwenye televisheni ya kitaifa. Sifuna alieleza kuwa ODM haijatoa pesa zozote kwenye mikutano ya Linda Ground, jambo lililosababisha malalamiko kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama. Even this question of funding of political parties, I can state authoritatively here that the money and the resources you see being spent in those ODM rallies, the so-called Linda Ground, those monies are not coming from ODM headquarters. Ruth Odinga kupitia mitandao yake ya kijamii anasema mashaka yaliyotolewa ni halali, akibainisha kuwa kama mhusika aliyepewa saini kwenye akaunti za chama, Sifuna ana wajibu wa kuuliza chanzo cha fedha zilizotumika katika uhamasishwaji wa kisiasa wenye gharama kubwa, ikiwa ni pamoja na pesa za helikopta, mahema makubwa na tisheti na kofia zenye alama ya ODM katika mikutano ya Linda Ground. Sasa anadai uwazi, akiuliza ikiwa ni mawaziri, wabunge au wafadhili wasiojulikana wanaowekeza fedha kwenye mikutano hiyo, na kwa gharama gani kwa uhuru wa chama. Ruth pia anaunganisha mzozo wa ufadhili na kile anachokiita ukosefu wa nia njema ya kisiasa katika kutekeleza makubaliano ya Machi mwaka 2025 kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, akisisitiza kuwa jambo la mwisho ambalo wanapaswa kufanya iwapo wanamaanisha mema kwa chama ni kupuuza sauti za watu kama Sifuna. Anatoa onyo kuwa kupuuza sauti kama ya Sifuna kunaweza kudhoofisha chama, akitaja historia ya uasi ya Raila Odinga hata akiwa kwenye serikali za muungano. Kwa chini ya mwezi mmoja kabla ya kumalizika kwa makubaliano hayo, Ruth anasisitiza kuwa uwajibikaji uko kwa Rais William Ruto, akimlinda Sifuna katika kauli yake kwamba makubaliano hayo yamezama. Anasema sasa muda unakimbia, huku Machi 7 ikiwa ni mtihani wa mwisho wa nia njema ya kisiasa. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.